Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbees. Utawala sana mule aje sana. Madhaifu yangu najua ni siri yangu mwenyewe. Wanakuambia kwamba watu wanakuambia usijambe vitani utawastua maadui. Oya, mtazamaji wa HOTBIZ Hotbees TV, huku mwanangu kama ukuwezi usije utaacha ndala, akukufai. Tuko Mabibo, Dar es Salaam, mtaa wa Malembele hapa kwenye National Camp ya head coach anaitwa Hashim aka Propeller. Tarehe 27 Kigamboni kunaenda kuwaka kinomanoma, na huko tunaenda kushuhudia mpambano mkali kati ya Mumdose pamoja na Juma Bakari. Ngumi zitawashwa moto wewe. Unaiona hii panchi? Niko hapa National Punch. Mimi naitwa Elody, Icons know my name, na hii ni Hotbees Online TV. Niko na kameramani wangu wanamuita AR Abduratifu. Baby Fresh. Kama kawaida. Sana. Safi kabisa. Abu Mdose. Ndo mimi. Nyama kama kawa. Utawala bila kuchoka. Mule. Umo. Umechelewa kufika leo mzee wangu hapa kambini. Ulikuwa wapi kwanza? Kama unavyojua kwamba kuna mazoezi ya kwangu mwenyewe binafsi afu na mazoezi ya kocha. Kwa kocha alinipa muda kadhaa nianze kwa mazoezi yangu kwangu mimi, afu baada ya muda nakuja namkabidhi kocha nampa nafasi yake. Kwa hiyo nimechelewa kutokana na kwamba nilikuwa naanza na mazoezi ya kwangu mimi, afu nilikuwa namfuata kocha ili madi niweze kuendelea na programu zake. Okay. Ndio maana kachelewa kufika kidogo, nilichelewa kuanza mazoezi. Pambano lako la ngapi unalifanya? Ili pambano langu la 5 professional. Okay, sawa. Matokeo yalikuwaje huko nyuma? Matokeo nimeshinda mapambano matatu, mawili KO, moja kwa pointi, moja nikapoteza. Kwa nini ulipoteza sasa? Hii ni mchezo kwamba una matokeo matatu, kuna kushinda, kupoteza na kutoa sare. Na wanasema kwamba asikubali kushindwa sio mshindani, ila mimi ni mshindani nikakubali kushindwa. Au sio? Yeah. Haina noma hii hapa, nakubali. Asikubali kushindwa sio mshindani. Tuichukue hiyo, wahenga wanasema hivyo. Noma sana. Bana, tarehe 27 kinaenda ku happen. Unaizungumziaje hii game? Bwana, hiyo mimi tarehe 27 sio game ya kwanza, ni game kama ya 5 hivi ndio naenda kuikamilisha, ila kwamba kwao wanaona kama ni dabi, maana shacheza dabi nyingi sana. Mebondia so bondia kuchaji. Rekodi za kweli, mtu anapigwa na kaa kweli. Kwa hiyo kama hii mechi hii hapa ya Kigamboni kwa promoter Gaddafi tarehe 27 la Masi ya Village, wao watoto wa Ukonga magereza wanaona kama ni dabi, ila mimi kwangu mimi sio ni dabi. Kwa hiyo nishacheza dabi nyingi sana. Takwimu za Juma Bakari unazijua, ambaye ni mpinzani wako? Takwimu nazijua. Sipoje? Ameshinda mechi 2 kwa pointi zote, moja amepoteza kwa pointi kwa aje kumpiga KO. Kwa hiyo asilimia za KO ni 0%, mimi KO zangu 66% kwenye box record. Yeye alisha kupigwa KO? Hajaye kupigwa KO, hajaye kushinda KO. Tunamshusha? Hasa kwamba yani wanakuambia kwamba hajaye kukutana na chochote, kwa sababu mimi kwangu ndio anaenda kukutana nacho. Mimi kwangu hakika. Yani oya tuzai wewe. Noma sana. Pambano litakuwa ni la raundi ngapi? Pambano ni raundi 6. Raundi 6. Yeah. Atakaa raundi ya ngapi? Bondia umpangie raundi, ila atakutana na shoti tu mwenye atakaa. Madhaifu yake si unajua, lakini madhaifu yangu najua ni siri yangu mwenyewe. Wanakuambia kwamba watu wanakuambia usijambe vitani utawastua maadui. Rudia tena. Usijambe vitani utawastua maadui. Anaitwa Abu Mdose, yuko hapa National Punch chini ya kiongozi ama ili kocha anayejulikana kwa jina la Hashim aka Propeller. Bana, fresh kizazi sana. Tarehe 10 pambano lilishuhudia. Nilishuhudia, la nilikuwa live sana kusupport ndugu zangu, maana mabondia yuko watatu, akina Amili Matumla, akina Abdul Ubaya, akina Hassan Mwakinyo. Au sio? Ulifurahia kuona mchezo wa aina gani? Mchezo mingi sana. Niliona mchezo wa Amili Matumla, mchezo wa Abdul Ubaya na mchezo wa Mwakinyo. Nilifurahi, ndugu zangu walienda kutuhakikisha vizuri. Walionyesha ushindani kweli, walienda kushindana na wajienda kucheza. Au sio? Hiyo kizazi sana, kizazi imekaa fresh, kizazi unyama. Sasa kutokana na figisu ambazo mwenetu amefanywa, nadhani pia umezisikia. Kwako unazizungumziaje kwenye mchezo wa ngumi? Katika kimchezo kama mimi ni bondia, hizo figisu zipo, na sio wetu Mwakinyo. Bondia ambao walikutana na figisu, mabondia wengi sana ambao walioenda nje. Ukiangalia kama hata imeonyesha kutana na hizo figisu hapa mkoani kwetu, na ukiangalia kwamba hata mabondia wenzetu akina Lauren Jaffet walienda Nigeria wakakutana na figisu vile. Kwa Mwakinyo kwamba akutana na figisu, mimi sishangai, hizo figisu zipo sana. Ila ndio hivyo tu, kimchezo ukisema sana utaonekana unajitetea. Au sio? Kabisa. Kwa hiyo walivyokutana na figisu wa kujitetea? Mimi kwamba kama ni mchezo, kwamba jambo likishatokea hata ukiongea sana nakupo haina maana kabisa. Kwa hiyo unakuwa unakubaliana na matokeo tu. Okay, sawa. Wewe ulifanywa figisu gani?
Bwana mimi figisu zangu nilizokutana nao ambazo sitoweza kusahau. Tulienda bwana mkoani Mbeya huko Chunya. Bwana yaani kwa mpasa hapa ndio nimejiona kwamba mimi sasa hivi nimetoka kwenye ngumi za amacha za Manyara, sasa hivi professional, kwa nahitaji na mimi nimebondia, kwa nikutane nazo changamoto, ndio zile changamoto ambazo zinaanza kunitia hasira ili mradi niweze kufika napopataka. Bwana hizo changamoto kwanza tulikutana nazo, kwanza kutolewa tulipolala guesti mpaka kufika kwenye ukumbi. Ilikuwa ni changamoto sana usafiri, tukapakizwa kwenye pickup nyuma, baridi kali kama unavyojua mkoani Mbeya. Baridi kali sana, tulienda mwezi wa 9 kwa baridi kali. Kwa sisi wana Dar es Salaam tumezoea joto, lakini kwa wenzetu kule tunaambia jamani baridi, wanasema yani ile baridi ungekuja jana je. Yani kwa mbele baridi tuliona sisi wanaona hiyo sio baridi. Wanaambia ungekuja jana je. Kwa sisi ungekuja jana sio kama hata ungeweza kutembea. Kwa hiyo ile changamoto ilikutana nao, tumetoka kwenye pickup kutoka hapo guest kwetu mpaka kufika huko Mali City Hall. Bwana ilikuwa ni baridi kali sana, na ukiangalia kama mimi bwana nishazoea joto, sije kusafiri mkoa wote. Huo ndo mpango wa kwanza. After the game ilikuwaje matokeo? Matokeo bwana mimi nikashindwa kuendelea kutokana na ambao nilipata sana matatizo ya tumbo. Daktari mwenyewe kuniangalia kwamba nilikuwa na matatizo ya tumbo kwenye baridi kali, nikanashindwa kupata. Maana yake game haikuisha ama ulipigwa? Haikuisha, nikakubali mwenyewe kushindwa. Kizazi sana. Umemsikiliza kocha wako? Ya, nimemsikiliza. Sasa sawa, mimi nataka tuvue ushabiki, tuvue pia undugu kwenye hili swala. Mimi namweka Mwakinyo huyu hapa, namweka Kiduku. Bana nibetia hiyo kazi. Bwana katika kimchezo. Katika kimchezo kweli na kirekodi hapa tulizofuatilia. Bwana mimi nampa mtoto anamuita Mdigo. Huyo mtu wa Tanga, mimi nampa mtu wa Tanga. Mapema. Ya kabisa. Kwa nini sasa? Rekodi zinambeba au kuna uwezo ambao yuko nao tofauti na mpinzani wake? Si yani ukiangalia kwamba kwangu mimi yani kimuono wangu skills. Ujamani ni ana skills kubwa sana, ana footwork nzuri, yani kwamba kimchezo kabisa. Mwakinyo ana kitu cha kuigwa sana. Sawa, niambie kitu gani ambacho kilipelekea zaidi kupoteza pambano kama mchezo ulifuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho? Licha ya kusema kwamba ni sometimes matokeo ya game huwa yanatokea. Hebu niambie kitu gani ambacho umekiona ukasema hapa mwanangu alizingua sana, alitakiwa labda afanye kitu fulani, labda inawezekana ingemsaidia kupata sare au hata kushinda na kurudi na IBO. Katika game ambayo niloangalia kwamba na Mwakinyo mwenyewe ninavyomjua kwamba yeye ni mtu ambaye hasira alitokea maisha ya chini, ana hasira sana kufika anapopataka na kupeperusha bendera ya Tanzania. Miele pale game bwana, kusema kweli kwamba Mwakinyo labda ile alizidiwa ni ujuzi. Katika mchezo kwamba utaweza kujua yote, unaweza kunajua vyote, lakini kuna siku utakutana na mwenzako anayejua. Kwa watu wanaweza kwambia unaweza kujiona unajua, kumbe hujawahi kukutana na wanaojua. Ila Mwakinyo safari kakutana na wanaojua. Sawa. Takwimu za Hassan Mwakinyo. Dauti za mashabiki wengi sana, sijajua ni wapinzani au ni wadau wa ngumi. Nasemekana kama ni mtu ambaye huwa ananunua sana mapambano. Ili kwako lipoje ukiwa kama bondia ambaye unamkubali, kwa sababu nimekuuliza hapo. Nataka nimweke Twa, nataka nimweke pia Mwakinyo. Hebu nibetie hiyo kazi, ukaniambia bana nampa Mdigo. Ikitokea issue kama hiyo hapo inakwaje? Katika issue kama hiyo bwana, kwamba wanasema kwamba Mwakinyo ndo anasema sija ananunua mabondia. Mimi iko kitu bwana, ukija kuangalia mimi naweza nikakataa. Unajua kwa sababu gani? Watu wanasema labda jamaa ananunua. Huyo anaosema ananunua, ukimwangalia mtu ambaye ni mnywa kahawa tu, hajawahi kuvaa glavu, hajawahi kupanda kwenye ringi. Kwa hiyo siku zote wahenga wanakuambia kwamba kitanda usicholalia hujui kunguni wake. Mimi naamini kwamba hao wanaosema kama ananunua mabondia, kwa kwamba siku nao mimi naomba labda kidogo ile ndio hivyo, labda sheria ziwabane tu, angekuwa amevalishwa glavu alafu nao angeenda pale. Mwanetu Mandonga, yeye kuna kila pambano analoenda kuna jina la ngumi yake ambaye mpinzani anaahidi kwamba ataenda kumpiga. Kiupande wako ipoje? Ndio hapa tarehe 27. Juma Bakari huyo hapo kutokea pale Magereza. Wewe niambie ngumi gani ama ngumi ya aina gani ambayo unaenda kumpatia huyo kijana? Yani ule mtoto kwamba mimi ninavomwangalia. Ule mtoto Bakari Juma Bakari. Ndio hivyo tukashaamua kashaingia kwenye mfumo wa box record na kaonekana bondia. Ila kwa ule mtoto kwamba promoter na kocha wake mimi na kwamba wamempa kazi ngumu sana. Simwambii nitampiga raundi ngapi, maana ukimwambia bondia nitakupiga raundi ngapi atakuwa makini sana na hizo raundi. Ila atakutana na shoti tu mwenye atakaa. Mimi ninachomwahidi kwamba ule mtoto kwamba hata pambano lililopita kuna mwenzake nao hivyo waliungana watoto wa Kigamboni na watoto wa Mbulahati kuja kumpiga mdosi. Ila sasa wao walivyoungana mwisho wa siku wakaachana kuungana, wakaja upande wangu mpaka leo hii hawaungani tena. Wakisikia mdosi anaenda kucheza Lamasa Village kwa promoter Gaddafi, mpaka sasa hivi hii wanaanza kupigana wenyewe kwa wenyewe. Nachoambia kwamba yani kwamba wazidi kusapoti, wanazidi kutenda haki. Maana kwamba ukiangalia kama kwenye sisi mabondia ndio tunaumia.
uangalie kwenye majaji, kwenye marefali kidogo, elimu nao wapewe. Sio kama wana elimu, wanaanza elimu ila wanakuwa nakaa muda mrefu sana kupata elimu mpya. Unakuta mtu ameanza kusomea tokea mwaka 2020, Pambano anachezeka 2030, elimu yake ana elimu ile ile. Kwa hiyo inakuwa elimu ngumu sana kuwa nayo, mpaka unakuta mabondia wanaanza kusema majaji wote motoni, kwa sababu hawaliziki na matokeo ya majaji na marefali. Kwa hiyo TPBRC rais wa TPBRC na kamisheni yake yote, mimi nachoomba kwamba iwe kama baada ya miaka miwili ufanyike, yani kwamba semina, watoe semina ya makocha na marefali na majaji, ili mradi waweze kuleta mchezo mzuri. Unakuta bondia anakuwa anapigwa kweli, hata mtu ambaye hajui ngumi anakwambia ile pambano ile jamaa yule kapigwa, alafu nakuta mtu anakuja majaji ananyanyuliwa mkono atanyanyuka. Kwa hiyo anaharibu ladha sana mchezo, alafu anamnyongonyesha sana bondia ambao anaenda kushindana, kwa sababu wote wameenda kushindana na wote wanataka ushindi. Mtu akifanya vizuri wampe haki yake basi. Combination kati yako wewe pamoja na kocha wako, nani ambaye alitamani nani ambaye alitamani kufanya kazi na mwenzake? Nani ambaye alianza kufanya kazi na mwenzake? Nadhani sijui umeelewa hapo. Hapo nimekuelewa kabisa. Yaani kwamba wanasemaga ndege wanaofanana uluka sehemu moja. Ukiangalia mimi natokea Tabata Segelea, kocha wangu anatokea Manzese, Mabibo, Malembe. Kwa hiyo sasa kuna umbali mkubwa sana, ila Mwenyezi Mungu tukakutananisha kwamba Mdosi unafanya kitu fulani, basi utaenda utakutana na mtu fulani muweze kufanya jambo lako. Na kweli bwana, ukiangalia Njiwa akaruka na Njiwa hawezi kuruka na kunguru. Kwa hiyo safari hii kwamba Njiwa ameruka na Njiwa, kwa hiyo amekuja vizuri, kocha wangu nimempokea, alichokifanya na mimi nimekipenda, kwa hiyo mpaka leo tunafanya vizuri kila tunapoenda. Sawa, niambie baada yako hapa National Punch, nani ambaye anayefuata, kwamba mwalimu anamwamini sana, ikitokea issue yote ile pale baada yangu mimi labda atafuata mtu fulani, au utaratibu ukoje? Kwa hapa utaratibu sio kwamba Pambano akiwa na Pambano Mdose kuna kuta mabondia wengine kwamba walikopo ni dhaifu, walikopo sio bora. Hapana, mabondia hapa yote ni bora. Kwa hiyo tunacheza kutokana na kilo. Pambano hili limekuja kwangu mimi kilo 63. Kwa hiyo bondia alikopo kilo 63 ni mimi hapa. Kuna mabondia wengine akina Musa Deule kilo 55, akina Mohamed Begule una kilo 60. Kwa hiyo kwamba hata likitokea pambano kwamba kilo 63 hataweza kuchigulia Musa Deule kilo 55 akacheze, hata kama akiwa vizuri. Lakini tunaangalia kilo 63 nani yupo vizuri? Abu Mdose huyo hapa kilo zake zipo vizuri na pambano linakuja linawekwa. Basi bana, mimi Abu Mdose nikutakia kila la heri tarehe 27. Kabisa. Baada ya game tutakuja tena hapa National Punch. Kabisa, karibuni sana. Haina noma. Hii hapa utawala sana. Mule. Sogea hapa. Mbona umevua gloves? Fresh tu hii michinji yangu bwana hii ni. Wewe mazoezi yameisha? Mazoezi bwana kwa leo hapa kidogo ndio yameisha. Umeona shaisha, tupo na mwanangu champion bingwa wa Chalinze. Hajawahi kunifelisha hata siku moja. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Champion Musa Deule. Kutoka wapi? Kutoka National Punch Mabibo. Au sio? Uhakika? Uhakika kabisa. Ushawahi kupambana? Nishacheza pambano kama 4 hivi. Yes, matokeo yalikuwaje? Nimeshinda pambano 3, moja nimetoa draw. Haujapigwa? Sasa kwa nini utoa draw alafu matatu yote ushinde? Mchezo kama alivyosema ndugu yangu wa bingwa Chalinze, mchezo wote matokeo matatu, kuna kushinda, kuna kudraw, kuna kupigwa. Sawa. Nielezee kidogo ile situation ya mechi ya Mwakinyo pamoja na Nisoro. Kwa kweli bwana, Hassan Mwakinyo bwana, kwanza ni bondia ambao ninomkubali, ushasoma. Alafu Tanzania ndio ni bondia namba 1, umeona? Tanzania ni bondia namba 1. Kakutana bondia mkali, umeona, mkali, na bondia yote duniani huwezi kuwa bondia bora bila kukutana bondia ambao lokuzidi, umeona? Ila Watanzania tulikuwa wengi kiufupi, yani wengi hatumpenda Hassan Mwakinyo, si ushanielewa? Lakini kiukweli Hassan Mwakinyo ni bondia ambao ni mkubwa, ni bondia Tanzania namba 1. Hata mtoto mdogo ukimuuliza bwana unataka uwe kama nani, lazima atakwambia nataka niwe kama Hassan Mwakinyo, niwe kama Hassan Mwakinyo, umeona? Kwa ile pambano bwana kiukweli kukutana bondia ambao lomzidi. Okay, takwimu manake zimembeba. Takwimu zimembeba kwa sababu ile pambano ile ifaka cheze Mkongomani. Mkongomani kachungulia kaona so bwana so bondia wa Masiala kachomoa ile Mkongomani, lakini Hassan Mwakinyo kwa kuona bwana mimi ni Tanzania namba 1, ni bondia ndio wa kwanza Tanzania, mimi naenda kucheza. Naenda kucheza na kweli kaenda kuhakikisha Tanzania hata kama katoka matokeo mabaya sio mbaya. Hebu niambie mkanda upi ambao unatamani hapa Tanzania tuwe nao? Mimi bwana kwa kweli mkanda unaotamani Tanzania mkanda uwe mkubwa. Sawa, kama ule alienda kugombania Hassan Mwakinyo juzi mchezo IBO. Ule mimi natamani sana, mimi natamani siku moja bebe mwanangu bingwa wa Chalinze ule mkanda ule. Kwa nini usiwe wewe? Kwa nini usiwe? Ni mwanangu ambao namkubali sana. Yuko vizuri. Yupo vizuri, siye kumpinga hata siku moja yani. Okay. Kwa hiyo mwanangu nataka niambie kwamba tunaenda kuchukua mkanda wetu kwa Soro miaka ya mbele.
Kweli hilo swali linawezekana, kila jambo lina wakati wake na kila jambo lina mwisho wake. Au sio bwana? Mimi na imani kwa mabondia wa Tanzania ni wapo wazuri sana. Ipo siku ile mkate tunaenda kuubeba. Mapema sana. Bwana noma sana. Mwambie jambo lote ile pale la mpinzani ambaye Juma Bakari tarehe 27 tunaenda kushuhudia ile pambano kati ya ndugu yetu hapa Abu Mdose. Abu Bakari yani Juma Bakari, mimi nataka nimwambie kitu kimoja. Mnazi kama mtu mmoja hawezi kupanda mnazi. Rudia tena. Mnazi kama mtu mmoja hawezi kupanda mnazi. Lazima unamaanisha nini? Anamaanisha mnazi ni mrefu. Ukipanda lazima kwanza unapata ni yale mawenge yale, au sio bwana? Lazima uwe na roho ngumu. Sasa mimi nataka kumwambia Juma Bakari, Deule kapteni wa National Punch, tilipu hii tunaenda kufungia nazi kavu. Utaenda kukutana nazi kavu. Amue yeye aongee mboga ama atengeneze mafuta. Kama kawaida mimi namwahidi raundi ya 4. Akifika raundi ya 4 pambano kashinda. Akifika raundi ya 4 pambano. Hifadhi maneno. Mimi nakwambia ukweli. Kutoka hapa tunaenda ujue. Tunaenda wote mwanzo mwisho yani. Hii kambi ngumu. Hatuye kuletewa mechi laini. Muona sisi tunatoa mechi ngumu na mabondia wengi wakisikia huyu bondia toka National Punch wanachomoa. Muona. Mdose mabondia wengi kawataka. Mabondia wengi sana kawataka, wamemkimbia. Umeona huyu tu kakatiza kwa mbele. Kwa hiyo kama kakatiza kwa mbele sisi tunapita naye hivyo yani. Haina roho bana, mimi nikushukuru sana. Fresh pamoja sana.